kusimamisha. Hili jambo limetoka mbali sana. Wakati tulipokuwa manyumbani, bado lilianza wakati huo, kukua na dhiki, kukua na shida, ndipo ulikuwa unasikia hawa mahospitali, inspector, mapolisi walikuwa hapa wengi kwa sababu ya jambo hili. Tukasema kumbe ni baba amelianzisha na tutaendelea nalo mpaka wakati wa atakapoona. Inafahamana kuna watu wengi wanasaidika katika nchi za nje, hapa nchini Kenya wanasaidika sana, huwa wanatufuatilia kila sabato kwa sababu tunakuwa live. Bwana asifiwe sana. Na sisi bado hatuweki, tununui sabato, tunazinunua jana jioni. Kwa hivyo tunanunua zile credit tunaweka. Kwa hivyo sabato huwa tumeshazinunua tayari. Kwa hivyo sasa hapana, tulizinunua jana, kama vile tumeweka ile token. Ile token tunaweka jana Friday. Tunaweka kabla ya sabato. Hivyo ndivyo inakuwa. Kwa hivyo mtu asije akasema hizi pekee tunanunua credit jana, tunanunua bundles, kisha basi hizi tukaharibu sabato. Maana tunasema katika Yeremia 13:15 ya kwamba kulionekana watu ambao walionunua siku ya nini? Ya sabato. Maana sabato haistahili kununua wala kuuza. Maana ni siku ya kupumzika, jinsi ambavyo tumepumzika. Naamini ya kwamba siku ya leo tuko na wageni. Mbarikiwe sana wageni wetu. Tunaomba tu tuwapatie nafasi kwa sababu wakati huo mwingine mtapata nafasi. Kwa hivyo mtubie tu hapa, tuendelee pamoja na nyinyi, maana nyinyi ni baraka kwetu. Kwa hivyo kwa wakati huu ningependa kusalimia walio manyumbani na hata nchi za nje, hamjaponi. Pia ningependa kuwasalimia ambao walio kanisani, hamjaponi. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Wewe ambao uko hapa unaonekana nchi za nje, unaonekana kwa watu ambao wako manyumbani, wanakuona uko hapa kwa hii kanisa siku hii ya leo. Siubarikiwe sana. Maana Baba amefanya leo ukawa katika mahali hapa. Kwa hivyo kwa wakati huu tutaamka tuimbe nyimbo mbili za sifa kwanza, ili tujue kile ambacho Baba ametuwekea siku ya leo. Nyimbo mbili za sifa za kumshukuru Baba wetu kwa sababu ya wema wake, kwa sababu ya fadhili zake, maana ametenda mambo ya ajabu. Kwa hivyo nyimbo mbili ambazo ni za sifa. Wokovu wangu utakamilika, nikimuona
Haleluya, miaka 1000 tutafurahi pamoja na nani? Na Masihi. Kwa hivyo asante sana tena zaidi kwa nyimbo hizo mbili. Maana tunatazamia ule ufalme ambapo Mwokozi wetu baada ufalme huu kuangamizwa, tunajua kwamba kuna ufalme ambao utasimamishwa, ambao hautaangamizwa milele na milele, utakuwa ni ufalme wa kudumu. Kwa hivyo kwa wakati huu Sabato iliyopita katika sermon hii kama hii ya siku hii ya leo, tulijifunza juu ya kuungama dhambi. Tukajifunza jinsi ambavyo watu wanavyostahili kuungama dhambi zao, na tukawa kuna hatari, kuna watu walifanyaga mambo zamani ambao si ya kumfurahisha baba wetu, na ambao jambo hilo ndio linamkura mpaka siku ya leo. Tukaona kwa pengine maisha unayoishi ni kwa sababu zile dhambi hujaiungama mpaka siku ya leo imeaffect maisha yako, ndiposa uko vile ambavyo ulivyo. Ninashukuru kuna ambao walikuja wakaziungama hapa, na ninaamini ya kwamba maisha yao hayako jinsi ambavyo yalivyo. Maana baba wetu wa mbinguni tunaamini ya kwamba alipata kuwasamehea, na pia lazima tunaamini ya kwamba maisha yao baba wetu ameshayabadilisha. Baba asifiwe sana. Maana kuna dhambi ambazo tulisikia kwamba zimefichika. Mtu anafanya mambo anasema ya kwamba kwa sababu sijajulikana, anakaa na hilo jambo, anakaa nalo, lakini tulisoma Luka 12 yake ni yapi ndio nikasema ya kwamba mambo yote iliyofanywa gizani, iliyofanya mambo ambao ulikuwa umejificha, iliyofanya katika hali ya sirini, yote yataletwa nini? Wazi. Ama sivyo mpendwa? Yataletwa wazi siku hiyo ya hukumu. Kwa hivyo wewe hiyo jambo ambalo umejificha leo, kama mtu ambaye anaitwa Gehazi anamwambia Elisha, mimi mtumishi wako sikwenda mahali popote, na wakati huo ameshapokea vitu vilivyokuwa na nani? Na Naaman. Akaambia kwamba je, roho yangu haikupeleka pamoja na wewe? Yule mtu aliposhuka na akakupatia zile vitu, angalia ukoma uliokuwa na Naamani utakuwa na wewe pamoja na uzao wako. Maana alificha zile dhambi zake. Afadhali angetubu, angesema ndio iko hivi na hivi. Kumbuka Safira na Hanania jinsi ambavyo wanavyofanya katika Matendo ya Mitume 5. Wanafanya mambo kwa siri, wanakuja kujaribu roho wa baba. Neno linasema ya kwamba wote wawili waliangamizwa kwa sababu ya kutotubu na kuungama dhambi zao ambazo walizokuwa wamefanya. Kwa hivyo sasa kurudi katika ujumbe ule, kwa hivyo ni juu yako na juu yangu. Najua kwamba neno kuna watu ambao wanachukua muda mrefu kitambo sasa wafanye maamuzi. Na kweli mimi nilifanya lakini wacha kwanza niangalie vile kunavyoenda. Lakini ukumbuka tulisema katika Mhubiri 8:11 ndio nikasema ya kwamba ati kama jinsi ambavyo hukumu ya kila tendo baya haitekelezwi upesi, adhabu ya kila tendo baya haitekelezwi upesi, wana wa Adamu wanaendelea kutenda nini? Mabaya. Hiyo ndio shida. Unasema ya kwamba Elohim hajaniuliza, kwa hivyo unaendelea kutenda mabaya. Elohim hajaniuliza, unaendelea kutenda mabaya. Lakini siku inafika ambapo kila kitu kitawekwa wapi? Wazi. Kwa hivyo siku hii ya leo nataka tukuzie jambo tu ambao pia linahusiana na jambo kama hili. Niliona ya kwamba ni vyema pia kwa sababu hii unabii ambao tumefundishwa siku hii ya leo, na najua ya kwamba itamaliziwa, lesson itaisha, tusiwe na wasiwasi. Wajua hata sisi ni walimu wa unabii, na tunajua ya kwamba ikiendelea sana watu wanaanza kusinzia. Kwa hivyo wanapewa break kidogo, kisha tunaendelea tena baadaye. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo pasiwe na mtu utabata kwa sababu sema singeisha. Hapana. Wewe unasikia kama ni mwepesi, lakini kuna mtu yuko mahali pale alikuwa ameshaanza kusikia ili japo mnyama chapa sanamu. Sasa hii mambo ni mambo aina gani? Naye mwalimu pia anapata nafasi ambayo ni ya kupumzika. Unabii tofauti na injili. Injili unajua ni nyepesi sana, lakini kutekeleza injili ni ngumu mno. Vile ambavyo unasikia injili kwa nyepesi, pia kutenda katika hali ya matendo. Unajua injili ni kupenda mtu mwingine kama jinsi unavyojipenda. Na watu wengi kupenda, kuhubiri injili ya kupenda ni jambo rahisi, lakini kutekeleza kupenda mtu ni ngumu. Kuhubiri injili ya kusema sameheana si ni rahisi, lakini kutenda kusameheana, kutenda mabaya ni nini? Ni ngumu. Kwa hivyo najua unabii huwa ni mzito unapofundishwa, lakini ni mzuri na ni mtamu. Kwa hivyo tumepiga break kidogo, tutaendelea baadaye. Jambo ambalo ningetaka tujifundishe nalo, huyu mnyama ndio anakuja anaendelea kutawala kwa niaba ya mnyama ambaye aliyekuwa ametiwa jeraha la mauti. Tukasikia kwamba kuna mnyama ambaye anakaa kama mwanakondo aliyetoka kwenye ama kwenye mchanga ama kwenye nchi, ambaye aliyekuwa na pembe ngapi? 2. Tukasikia ni Amerika. Kutoka mahali pale anataka kwa nguvu za mnyama aliyekuwa amepata jeraha la mauti ambaye ni nani? Ni Pope. Si namna hiyo katika mwaka wa mwaka gani?
98 ndio jeraha la mauti lilifanya gani? Lakini maandiko yanasema linaendelea kupona. Ndiposa kuna mnyama ambaye anatawala kwa niaba yake. Kuna mafundisho ambayo yamekuja kuanzia 1798 na miaka mingine pale. Kutoka wakati mnyama alianza kutawala. Na hiyo mafundisho imekula dunia mzima maana maandiko yanasema ya kwamba yule Yohana kaona mwanamke aliyekuwa amekalia mnyama mwekundu, aliyekuwa amejaa majina ya nini? Ya makufuru. Na yule mwanamke alikuwa ameshikilia kikombe cha nini? Cha dhahabu, na alikuwa amevaa nguo ya zambarau, na kipaji cha uso wake alikuwa ameandikwa Babeli, mama wa makahaba. Kwa hivyo ni mama ambaye amezaa. Shalom. Kwa hivyo sio mama tu, na mama kwa mwanamke kwa Biblia ni kanisa. Kwa hivyo huyu mwanamke anaitwa ni mama wa makahaba, ni mama ambaye ni kahaba. Yaani kahaba, hii majina kahaba inatumika kuchanganya neno la baba na nini? Na uongo. Na hiyo ndio kitu ambacho ningetaka tuangalie ya kwamba watu wa dunia wamekuja kwenye ile kikombe. Wamekuja kwenye ile kikombe, wamepewa mafundisho, na ningekuza fundisho moja. Na fundisho ambalo amefundisha watu ya kwamba mtu akifa anaendaga wapi? Hebu tuangalie mahali pale. Mtu akifa anaendaga wapi? Bwana asifiwe sana. Ningetaka tukuzie fundisho moja ambao amefundisha watu, na watu wengi wanaamini hayo mambo. Mtu akifa anaendaga wapi? Kuna watu wanaamini mtu akifa anaendaga mbinguni kama alikuwa mtu ambaye ni mwenye haki. Mtu ambaye alikuwa mwenye dhambi kama akifa anaendaga wapi? Jehanamu. Je, nani ambaye alifundisha mafundisho hayo? Je, mtu akifa anaendaga wapi? Mtu mwenye haki akifa anaendaga kama amepata thawabu yake ama bado hajapokea? Mtu ambaye ni mwenye dhambi akifa anaendaga jehanamu ama anakuaga wapi? Hebu tutasikia kulingana na Biblia na kulingana na huyu mnyama jinsi ambavyo amefundisha na vile ambavyo Roho ambavyo anavyofundisha ni jambo moja ambalo linalopelekana. Kitabu cha Mathayo 28 aya yake ni 19. Mathayo 28 aya yake ni 19. Tusikia kwamba mtu akifa anaendaga wapi? Aliyekuwa mtu kama ni mwenye haki ama kama ni mwenye dhambi wanaendaga wapi? Na je, watu ambao ni mwenye haki ambao wamekufa tayari wanatawala, tayari wameshapewa thawabu? Hiyo ndio maswali tungejiuliza ili tujue huyu mnyama kama amelewesha watu wa dunia hii. Inasemaje ndugu? 28 Mathayo mstari wa 19. Tusikie Mwokozi alisema namna gani. Nitajaribu kukimbia kwa haraka mno. Maana tuko na wageni ningetaka wapate muda. Basi maandiko yasema hivi. Ndiyo. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Ndiyo, aya yake ni 20. Na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru ninyi, na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Hivyo ndivyo Mwokozi wetu alivyowaambia mitume. Akaambia, kwa sababu nimeshafufuka kutoka kwa wafu na sasa hivi naelekea mbinguni, kuna mambo ambayo nimekuwa nikiwafundisha. Jambo la kwanza ni kwenda kuhubiria watu. Wakiamini neno hilo ambalo mmewahubiria, muwabatize kwa jina langu. Baada ya kuwabatiza, muwaweke chini na kuwafundisha. Kuna kuhubiri na kuna kufundisha. Muwaweke chini ili mpate kuwafundisha yote ambayo nimewaagiza. Kwa hivyo kanisani, kile ambacho kinahitajika kufundishwe ni kile ambacho Mwokozi wetu alichofundisha mitume. Na ujue ya kwamba ukisema katika Efeso 2 yake ni 20, tumetengwa juu ya misingi ya manabii na mitume, naye Mwokozi akiwa jiwe kuu na pembeni. Kwa hivyo mafundisho ambayo tunastahili kufuata ni yale manabii waliofunuliwa, ni yale mitume walioambiwa na Mwokozi Yahshua waende wafundishe, na pia Yahshua Mesaya aliye Mwokozi wetu anaweka muhuri jambo ile. Baba asifiwe sana. Kwa hivyo wameagizwa ya kwamba nendeni ulimwengu mzima mkawafundishe watu yale ambayo nimewafundisha. Leo tunakuta makanisani watu wengi wanafundisha kile ambacho pengine wamefundishwa na mabishopi wao ama pengine na mapasta wao, lakini sio kile ambacho kimenakiliwa katika Biblia takatifu. Ndipo sasa tungetaka tujue huyu mnyama, je, aidanganya watu katika hii mtu akifa anaendaka wapi? Hebu soma katika kitabu cha Warumi 15 aya yake 4. Warumi 15 aya yake 4. Neno nasemaje? 15 mstari wa 4. Inasemaje? Kwa kuwa yote yaliyotangulia kuandikwa yaliandikwa ili kutufundisha sisi, ili kwa saburi na faraja na maandiko tupate kuwa na tumaini. Kwa hivyo Paulo anatuambia kwamba yale ambayo tunastahili kufundisha
ni yale ambayo yamenakiliwa katika Biblia takatifu. Bwana amesema ya kwamba yote yaliyotangulia kuandikwa yaliandikwa kwa ajili yetu sisi. Bwana asifiwe sana. Amen. Yaliandikwa kwa ajili yetu sisi. Kwa hivyo lazima tukitaka kujua jambo lolote tunaangalia Biblia. Biblia ndiyo kioo chetu. Biblia ndiyo mizani yetu. Biblia ndiyo timazi. Ndiyo inatuweka kwenye laini. Hatutaangalia kanisa ama wazee wa kanisa ama mapasa ama maovasia. Lazima tuangalie maandiko inasema namna gani. Hatutajipima kwa dini zetu. Hatutajipima kwa mapasa wetu. Tunajipima kupitia maandiko matakatifu. Maana neno limesema ya kwamba yote yaliyotangulia kuandikwa yaliandikwa kwa ajili yetu. Kwa hivyo kila jambo tunalolifanya, tunalolifundisha lazima linenwe na Biblia takatifu. Bwana asifiwe sana. Amen. Soma Timotheo wa kwanza ina yake ni ya kwanza. Paulo akatabiri namna gani wakati wa mwisho itakuwa namna gani? Wakati wa mwisho itakuwa namna gani? Timotheo wa kwanza? Wa kwanza ina yake ni ya kwanza. Wa kwanza Timotheo wa kwanza 4 kuanzia kwenye yasema, basi Roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani, wakisikiliza roho zidaganyazo na mafundisho ya mashetani. Kwa hivyo kwa kila kikombe kile ambacho niliwaambia kwamba Yohana akaona mwanamke aliyekuwa amekalia mnyama mwekundu, na kuna kikombe alichokuwa nacho kimejaa machukizo na machafu ya nini? Ya ulimwengu. Paulo akatabiri akasema ya kwamba Roho anena waziwazi. Nyakati za mwisho hizo ambazo tupo, watu wengine watajitenga na imani. Kujitenga na imani ni kufanya mambo ambayo ni tofauti na ambayo yamenakiliwa katika nini? Maandiko matakatifu. Wakifuata roho zidanganyazo. Ukisoma Yohana wa kwanza ina yake ni ya kwanza inasema, wapenzi msiamini kila roho, lakini mwe mkiangalia zile roho muone kana kwamba zimetokana nini? Na Baba wetu wa mbinguni. Maana manabii wengi wa uongo wametokea duniani. Haleluya. Amen. Sasa hivi unaweza kusikia mtu akitabiri jambo ati ya kwamba na pengine kulikuwa na ukame, hakuna mvua, tabiri na kesho kutanyesha. Muda wa saa 9 ikifika kutanyesha. Na mvua inyeshe. Shalom. Ukisoma Kumbukumbu la Torati 13, neno linasema kuanzia aya ya kwanza, kukiondokea nabii kati yako ama mwotaji wa ndoto, afanye jambo, afanye unabii na unabii utimie. Kisha akwambie njoo tufuate Mungu ambao usiojua, usije ukamfuata mtu yule, maana baba alikuwa anakujaribu aone kana kwamba unampenda. Watu wengi wamefuata manabii wale wa uongo kwa sababu ya ishara nini? Na miujiza. Bwana asifiwe sana. Wamewafuata kwa sababu waliona ishara na miujiza. Kila ambacho unahitajika kufuata sio ishara na miujiza, bali ni maandiko matakatifu. Maana leo nikasema ya kwamba wataacha imani na kufuata roho zidanganyazo na mafundisho ya nini? Ya mashetani. Kuna mwanamke mmoja, ukisema binti mmoja katika Matendo ya Mitume 16, alikuwa na hiyo roho. Unajua roho zote si roho za baba. Kuna roho ya shetani na kuna roho wa baba wetu wa mbinguni. Yule mwanamke ama yule binti, wakati Paulo na Sila walienda kuhubiri katika ile miji ya Kirumi, yule mwanamke yule binti akaanza kusema, na watu hawa ni watumishi wa nani? Wa Elohim. Na wamekuja kuwahubiria habari njema. Akawa anafanya siku nyingi hivyo akifuata Paulo. Anasema na watumishi hawa ni watumishi wa nani? Wa Elohim. Je, Paulo na Sila walikuwa watumishi wa baba? Lakini Paulo alipoangalia ile roho akaona hii roho si ya baba, ile roho ni ya shetani. Akaikemea. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo unaweza kuta mtu ako na roho kama ile, ndio anakuambia mambo yako yote, anakuambia majina yako yote, na anakuambia mambo yote unayopitia, lakini angalia hiyo mtu imani ni ile ambayo iko kwenye Biblia. Haleluya. Kwa hivyo Paulo ndipo akasema kwamba nyakati za mwisho watu wengine watajitenga na imani. Usije ukadanganyika na ishara na miujiza. Angalia Biblia inasema namna gani. Kwa sababu Isaia anasema ya kwamba wataenda katika sheria na nini? Na ushuhuda. Na wasipoenda hivyo, bila shaka kwao hakuna nini? Hakuna mwangaza, hakuna nuru ndani yao. Kwa hivyo hawana nini? Hawana Masihi Yeshua. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo kwa wakati huu ningesema ya kwamba tunaangalia, je, waliokufa wameshapokea thawabu ambao ni wenye haki, ambao walikuwa wenye dhambi, je, wako jehanamu? Je, watu wako mbinguni? Kuna watu wako kule mbinguni. Haleluya. Soma katika Ayubu 16:22. Tusikie Ayubu anasema namna gani juu ya wafu. Ayubu 16 aya 22 inasemaje?
16 aya yake ya 22. 22 yasema hivi. Ndio. Kwani ikiisha pita miaka michache nitakwenda njia hiyo ambayo sitarudi tena. Kuna safari ama kuna njia mtu akienda huwa arudi. Bwana asifiwe sana. Hii njia ambayo mlikuja nayo mkakuja paka ama tukakuja paka kanisani, tutarudi ama tutarudi? Hamtakaa hapa baada ya ibada, kila mtu ataenda atapitia ile njia aliyokujia, lakini njia hii yupo anayosema ya kwamba ikishapita miaka michache. Unajua mtu akiishi 70 years sasa, mimi unajua nimekaa. Kuna watu kiuliza una miaka mingi hapo, anasema niko na miaka mingi mimi. Una miaka ngapi? Mingi. Bwana asifiwe sana. Huna miaka mingi. Ayubu anasema ya kwamba ikishapita miaka michache ambayo nimepewa, nitaenda katika njia ile ambayo sitarudi. Hiyo ndio safari peke yake ninaielewa. Mtu akienda huwa arudi. Hiyo peke yake. Na ni safari gani hiyo? Nataka tuangalie. Ati ukienda aurudi. Watu wameolewa na pengine wanaenda kurudi, wanarudi kwa kwenda kutembea. Si ni kweli? Umeolewa lakini bado unarudi kwenye kutembea. Watu wanaenda Marekani na huwa wanarudi nchini kwao. Lakini hii njia ukienda namna hii hakuna kurudi. Kwani watu wanaendaga wapi wakienda? Hii sehemu watu wanaenda wanakosa kurudi. Haleluya. Soma katika Ayubu 20 aya yake ya 9. Inasemaje? Kwa sababu hautarudi, nini ambayo itaonekana? Ayubu 20 aya yake ya 9. Unajua Ayubu ni kama alikaribia kaburini hivi. Aliona, alifunuliwa mambo ya kaburi. Alifunuliwa maana yeye alikuwa karibu kufa na gani? Kuangamia. Inasemaje? Ayubu 20 mstari wa 9 inasema jicho lililomuona halitamuona tena. Unaona sasa, wewe nimekuona na matumaini ya kwamba kesho nitakuona pia kama ni mapenzi ya Baba. Haleluya. Lakini watu ambao wanataka njia ile huwa haonekani tena. Si mnaniona mimi? Hiyo kajia mimi nikienda hamtaniona tena. Hamtaniona. Hata mke wangu, hata watoto wangu, hata wazazi wangu hawataniona tena. Wanatamani kuniona lakini hawataniona. Maandiko yakasema ya kwamba na jicho lililoniona halitaniona tena. Na nini lingine? Wala mahali pake hapata mtazama tena. Hata mahali panye huwa naishi. Unajua kila mmoja kuna akikia kwa kwake kuna mahali ambapo huwa anaketi. Si ni kweli? Kila mtu, mimi najua kila mtu hapa, wewe unaketi mahali popote. Kuna mahali ambapo kiikia unaendaga unaketi. Unakaa namna hii. Pana kujua. Unapajua lakini wakati itafika. Ukienda kwa ile njia utarudi tena. Hautarudi na jicho lililokuona halitakuona tena. Kwani watu wanaendaga wapi ndugu? Kwani ulituambia penye watu wanaendaga? Ayubu 17 aya yake ni ya kwanza. Hiyo kajia mtu anaenda anakosa kurudi, ati sitakuona tena. Wote bila sema mimi nasikia kukumiss. Umiswo mpaka umisiroke yote ishe namna hiyo. Bwana asifiwe sana. Itaacha namna hiyo. Wote bila sema mimi nakumiss. Kama unataka kuniona nione vizuri kabisa, uniangalie, maana wakati nitaenda hautaniona. Utatamani kuniona na hutaniona. Kwani nitakuwa wapi? 17 Ayubu kuanzia kwenye yasema. Inasema nini? Roho yangu imezimika. Kwa nini? Siku zangu zimekoma. Siku zangu ndio hizo zinafika mwisho. Kwa nini? Kaburi tayari kunipokea. Sio mbinguni. Ayubu amesema, Ayubu alikuwa mwenye haki. Wewe unasema Ayubu moja, leo unasema ya kwamba katika hiyo nchi ya Uzia hapakuonekana mtu alikuwa mzuri, mtu mtakatifu, mchache, leo mtu mwenye haki kama nani? Ayubu. Lakini anasema ya kwamba kaburi liko tayari kunipokea. Hakusema malaika wako tayari kunipokea. Hakusema mbinguni liko tayari kunipokea. Hakusema maneno kama yana. Amesema ya kwamba kaburi liko tayari kunipokea. Kaburi liko mbinguni ama mawinguni ama liko hapa duniani? Kaburi liko duniani. Ayubu akasema ya kwamba kaburi liko tayari kunipokea. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo hakusema mbinguni. Watu wote wanasema mimi najua nikikufa nitaenda mbinguni direct. Kwa sababu mimi naomba Mungu sana. Nitaenda mbinguni. Lakini Ayubu anasema ya kwamba kaburi ndio nini na Kiingereza? Kwa Kijaruo bu. Kwa Kizungu kwa Kikuyu Perera. Kwa hivyo sio mbinguni. Anasema kaburi liko tayari kunipokea. Atakapofika kule itakuwa nyumbani kwake ama nyumbani kwake itakuwa ni wapi? Ayubu 17:13. No.
Ayubu 17:13 inasemaje? Nyumbani kwake itakuwa ni huko mbinguni. Anasema mbinguni makao tayari. Kaburi ndio liko tayari, kaburi ndio linakupokea, sio mbinguni kwanza. Mpaka wakatuga na kibaruya. Wewe unataka kusema huwa msikizi? Na ndio mnasikilizaga. Bwana asifiwe sana. Mwingine akasema jakira kanyoba. Kaliba namna gani? Kira kanyoba. Kona ine. Ati unijengea kaliba kule kwenye kona. Hebu tusikie nyumba yako itakuwa ni gani? Tusikie kama ni huko mbinguni. Unafikia roho kujengea nyumba. Anakujengea nyumba gani? Hebu tusikie 17 aya yake ni 13. Nyumba itakuwa ni gani? 17:13 yasema hivi. Ndio. Nikitazamia kuzimu kuwa nyumba yangu. Haya, sio mbinguni. Nikitazamia kuzimu kuwa nyumba yangu. Hivyo ni kusema kuzimu kwa Kikuyu ni kwa goma. Kwao? Kwa goma. Nikitazamia kuzimuni kuwa nyumba yangu. Kwa hivyo kwa hivyo ambao wanaoimba wajengea kanyumba kule mbinguni. Nyumba yao ni wapi? Ni humu duniani. Kuzimuni, kule kaburini. Nikitazamia kuzimuni kuwa nyumba yangu. Na kutakuwa na kitanda na mattress. Nikitandika marazi yangu gizani. Nikitandika marazi yangu. Ile mattress zinalia kuwa na mwangaza. Itatandikwa wapi? Kwenye giza. Haleluya. Mbinguni hakuna giza. Haleluya. Shalom. Elo penye hakuna giza. Huko ndio kuna giza huko. Sasa marazi yako utatandika pale. Mattress itakuwa mahali pale. Hapo ndio itakuwa umelala na mtu analala kama kuna ambao wanazika kama mtu ameketi chini namna hii. Wengine hata kama ulimeza na samaki ama namna gani wote namna hiyo inasemaje? Ikiendelea inasema ndio 14 ndio ikiwa nimeuita uharibifu. Sasa sikia, ndugu zako, dada zako, mama yako, baba yako atakuwa wapi na atakuwa nani? Unajua kuna mtu anasema mimi najua nikifa nitaenda kumsalimia Ibrahimu, baba wa imani, baba wetu, nitamkuta pale nimsalimie. Tusikie baba yako atakuwa na nani, mama yako atakuwa nani utakapokuwa. Unajua utakuwa na baba na mama na watoto na wana wadogo na dada kule kuzimuni. Shalom. Kwa nini uko na huzuni? Niwakumbushe maandiko yanasema walio hai wanajua watakufa, lakini wafu hawajui. Hawajui lolote. Bwana asifiwe sana. Hawajui lolote. Sasa umeshikwa na huzuni kwa sababu mtu ambaye ameokoka na kuwa akiwa nini? Tayari. Haleluya. Inasemaje ndugu? Baba yako atakuwa na nani na mama yako atakuwa na nani? Ikiwa nimeuita uharibifu, wewe u baba yangu. Haya, uharibifu ndiye atakuwa baba yako. Wacha mtoto wako anataka baba yako anaitwa Gideji. Utakapokuwa umekufa, baba yako atakuwa ni uharibifu. Na mama yako? Na kuliambia bu wewe u mama yangu. Haya, ikunyo. Wewe bu wadudu, wewe ndio mama yako. Kwa sababu gani? Na umbu langu na ndugu zangu. Kwa hivyo wale wadudu ambao unaonaga ndio watakuwa ndugu zako, dada zako, mama yako, na wale vitakuwa nini? Baba yako. Unaona una familia huko? Umeweza kuona hiyo maneno? Kubwa sana. una baba huko. Utakuwa peke yako. Bwana asifiwe sana. Amen. Ati uharibifu ukiita wewe baba yangu. Unajua umetandika marazi kule kuzimuni. Si uko mbinguni hata mwenye haki. Nani hii maneno? Si Ayubu. Ayubu alikuwa mtu mwenye haki. Wacha kusema mimi najua nikifa naenda mbinguni direct. Kwa pia unaenda direct. Kuna process. Haleluya. Na si kwenda huko. Tutajua watu baada ya kufa wataenda wapi. Haya, inasema neno gani? Nikiita baba uharibifu baba yangu, na wadudu ni mama yangu, na ndugu na dada. Kitu hapa nimesikia hakuna kazi ni huko. Bwana asifiwe sana. Kuna baba, mama na ndugu na baba, kaka na mabinti. Inasema neno gani? 14:21. Watoto wako utakapokuwa huko, unajua kwa tunasema mimi najua watoto wako wananiona tu. Mimi najua tunamuona, hata kuna ambao alisema nilitokewa na mtu ambaye ndio mtu ambaye alikufaga. Wewe unataka na maombi uombewe. Unataka na uombewe. Mtu akifa amesha wacha kusema alinitokea. Kama unaotaka na ndoto watu ambao wamekufa una kasoro, unataka na uombewe. Hiyo pepo ifanye gani? Atunajua mimi nilitaka na shosho wetu hapo alikufaga miaka kama 30 imepita. Sasa anakutokea. Baba anasema yeye si baba ya wafu, baba ni baba walio nini? Walio hai. Inasemaje ndugu? Ayubu tu hiyo.
Ayubu anaongea mambo ya kifo kabisa. Ayubu 14. 21. Ayubu 14:21 asema hivi. Ndio. Wanawe hufikiria heshima. Angalia. Shalom. Shalom. Kama wazazi wako, kama ndugu yako, kama dada yako, kama guka yako, ama shosho yako alikufanga zamani, hata kuheshimiwa. Atajua. Wala yeye hajui. Yeye hajui. Na bona ile ilipo ikasema ya kwamba ati dai wake, yeye mega hapo. Inaitoka namna gani? Ati anasikia sauti ya watu ambao waliokufa. Na maandiko yanasema ya kwamba watoto wake wakiheshimiwa, yeye hana nini? Hajui kitu. Ukisoma katika Mhubiri 9:10 nasema ya kwamba lolote mkono wako upatao kulifanya lifanye kwa nini? Kwa bidii. Maana huko uendako kuzimuni hakuna shauri, hakuna hekima, hakuna kazi, ni kulala tu. Bwana asifiwe sana. Alafu tunatunga hivyo, tunasema tunasikiaga sauti walioku. Hii ni mafundisho ya huyu mnyama. Ni mafundisho ya huyu mnyama ambaye anataka kupitia Jumapili iwe nini? Sheria na watu wote wa siku gani? Hapo ndipo penye watu wanaelekea. Na ndipo amefundisha jambo kama hili, akasema ya kwamba hata mtu akifa bado anasikiaga, anaonaga watoto wake kama wanateswa, anaonaga mambo yote inaendelea. Hapana, mtu akisha kufa, amekufa mpaka siku gani tutajua. Wanawake wakifikiriwa heshima, yeye hana habari. Ama Jomo Kenyatta anajua kijana wake president sasa hivi. Yeye hana habari. Hana habari. Na ukumbuke ya kwamba hata watu ambao wanataka kufanya ibada ya wafu, ati baada ya mwaka mmoja tunaenda kukumbuka nini? Mnakumbuka nini? Mpaka inaandikwa kwenye magazeti. Ati sasa ni miaka 5 imepita, bado tunakupenda. Sasa atasema hiyo gazeti hiyo ambayo amekufa. Sasa unaharibu pesa. Si hiyo pesa ukichukua uende usaidie watu. Ni kama atasoma ile gazeti ati tunakupenda, lakini Mungu alikupenda sana. Sasa jamani, hii si kichafu. Kama sio kichani nini, si roho mchafu. Na maandiko yamesema kwamba hata watoto wake wakifikiria heshima, yeye hana habari na wakiaibishwa. Kisha wao huaibishwa, hata wakiaibishwa, hata kama wanateswa. Lakini yeye hana habari zao. Sasa tunatangaza na sinema zike za Nigeria. Wengine wakiangalia wanazaa kulia. Tena kama namna hiyo. Ati tunakuta mtoto alikuwa anateswa, mama yake alikufa zamani atanamtokea. Atamwangalia namna, wewe hiyo ni pepo. Shalom. Mpaka unakuta mtu analia mahali pale. Sasa unalia nini? Hakuna kitu kama hiyo ni sarakasi zinakuwa mahali pale. Ati watoto wake hata wakiibishwa, yeye hana nini? Hana habari, hata hajui kama wanateswa. Atunajua mama yako anakuwa akiwa kwenye kaburi. Kuna kitu anaona. Wewe kama mzuri baba akutetee. Haleluya. Hivyo ndivyo maandiko yanasema. Kwa sababu hayuko mbinguni, yuko wapi? Yuko kule. Na hakuna shauri, hakuna hekima, hakuna kazi yote inayofanywa wapi? Mahali pale. Kwani Daudi alipokufa alienda wapi? Matendo ya Mitume 2:29. Daudi ambaye anasema ya kwamba ni hatua moja imenitenganisha na nini? Daudi ambaye baba wetu aliyomtolea ushuhuda akasema ya kwamba nimemuona mtu anayependeza nini? Moyo wangu. Daudi, wacha nikwambie, alikuwa akiongea Zaburi inaandikwa. Bwana asifiwe sana. Akiongea Zaburi inaandikwa Daudi. Daudi alikuwa anapiga kinanda namna hii. Roho mchafu ilikuwa ndani ya mtu kama mfalme Sauli. Roho mchafu inamtoka. Alipokufa alienda mbinguni. Inasemaje? Alikuwa anacheza, anaimba mpaka nguo zinajifunua namna hii. Mpaka mkewe akimwangalia na mudharau, mpaka akafanyika nini? Tasa, kwa sababu ya kumdharau. Kwa sababu alimchezea baba, akasema mimi nitacheza mbele za baba. Nitaonekana nikiwa hafifu mbele yao, lakini mbele hawa hajakazi, nitaonekana nikiwa mtu mwenye heshima. Bwana asifiwe sana. Huyo Daudi alipokufa, alizikwa ama alienda mbinguni? Mitume. Matendo ya Mitume 2:29. Mitume 2:29. Inasemaje? Inasema hivi. Waume ndugu zangu. Haya, wapendwa rafiki zangu. Mniwie radhi, mtanivumilia kidogo. Niseme kwa ujasiri mbele yenu. Nitasema ujasiri mbele zenu. Habari ya nani? Habari za baba yetu mkuu Daudi. Daudi, a man after my own heart.
alifanya namna gani? Ya kuwa alifariki, akazikwa na kaburi lake liko kwetu hata leo. Bwana asifiwe sana. Amen. Hakuwa alifariki na akazikwa. Hata kaburi liko pale. Bwana asifiwe sana. Amen. Hakusema alifariki akaenda mbinguni, alizikwa. Soma 30 na ngapi? 34. Hapo inasemaje? 34 yasema hivi. Maana Daudi, sikiza hapa. Sasa sikiza, tusikie kama alipaa mbinguni. Maana Daudi hakupanda mbinguni. Umesikia maneno? Wapie mwenzako, Daudi hakupanda mbinguni. Tunataka huwa tunadanganywa na watu wale wanasema mtu anataka mbinguni. Maana Daudi hakupanda kwenda wapi? Mbinguni. Bwana asifiwe sana. Daudi alizikwa, alikufa akazikwa. Maana Daudi hakupanda kwenda wapi? Mbinguni. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa hawa watu wanasemea kwamba mtu akifa ameshapewa taji. Hata tunapoenda mazishi mimi naona ni kama sarakasi za watu wale, za huyu wafuasi wasichana wa huyu mama. Huyu mama ambaye anaitwa Babeli mkuu mama. Ana watoto, ana mapicha amezaa. Mama Jeri, mama Kagede, mama amezaa, ana watoto twingi na tunajiita majina mengi. Bwana asifiwe sana. Amen. Hata kuna wakati alisema ya kwamba haya makanisa yote ni watoto wangu. Si alisema hivyo? Alisema ni watoto wake. Huyo mama amefundisha mafundisho gani? Anasema ya kwamba mkienda mazishi ya watoto wake, unasikia anasema ya kwamba sasa huyu ameenda mbinguni direct, huyu amepewa taji, huyu tayari anatawala pamoja na kina nani? Na kina Daudi na wale wengine. Tusikie mtu akifa anapewa taji ama anakaa namna hiyo. Waibrania 11:13. Hebrews chapter 11 verse 13. Soma hapo kwanza, Waibrania 11 verse 13. Inasemaje? Kimbia kwa sababu wageni leo. Bwana asifiwe sana. Inasema 11:13 Waibrania. 11:13 yasema hivi. Ndio. Hawa wote wakafa katika imani. Ati wote mashujaa wa nini? Wa imani. Ukisoma Waibrania 11 inaongea juu ya watu walioshinda. Maandiko yanasimulia ya kwamba wametolea ushuhuda na matendo yao waliyotenda. Wote wakafa kama wameshikilia nini? Imani. Wakapokea zile ahadi ama hawakupokea? Wasijazipokea zile ahadi. Hawakupokea zile ahadi. Ndio wamekufa kwa ndani ya imani, lakini hawakupokea zile ahadi, lakini waliziona, bali wakaziona tokea mbali. Lakini wakaziona tokea mbali na kuzishangilia na kukiri kwamba hao ni nani? Walikuwa wageni, ndio, na wasafiri juu ya nchi. Amen. Ati hao waliziona na kushangilia. Sisi ni wageni na wasafiri. Tunaenda wapi? Kwanza tukifa tunaenda wapi? Kuzimuni ama kaburini. Huko ndio tutakaa kwanza. Na tutakaa, hebu angalia kutoka wakati ya Adamu. Hiyo ni miaka ngapi imepita? Baada Adamu yuko hapa, amekaa tu anangojea. Shalom. Huko ndio hata ndio nalalaga mpaka saa 3. Nasema mimi nimelala kabisa. Hujalala, kwani utalala? Nikulala kabisa. Sibuta na kwa mpaka pio. Uyaliki kwa hamoniki mnana hiyo mwana maiti na ndio kwa ile anaekewa. Kuna pio amepakwa vizuri. Kwa sababu anakuta anaenda kukuta baba na mama huko pamoja na ndugu na wadada. Anafika pio ili alale mzuri. Haleluya. Anasema ya kwamba hao walikufa kama wameshikilia nini? Mali, lakini hawakupokea zile ahadi. Kwa nini? 39 inasemaje? Hapo 39 inasemaje? 39 yasema na watu hao wote akina Daudi, akina Baraki, akina Yefta, akina Yoeli, akina Danieli, akina Sara, Ibrahim baba wa imani, akina Musa aliyekataa kuitwa mwana wa nani? Wa binti Farao. Akina nani? Akina Haroni, akina Yeremia. Sina muda wa kuelezea ni wengi. Haleluya. Wote soma hapo
39. Na watu hao wote wakisha kushuhudiwa, na watu hao wote wakishashuhudiwa na ile imani yao, kwa sababu ya imani yao hawakuipokea ahadi. Kwa hivyo bado hawajapokea. Wako wapi? Makaburini. Hapo makaburini. Tutajua kama wako huko mbinguni. Bwana asifiwe sana. Hata hawakupokea zile ahadi. Kwa nini namna gani? Kwa nini? Kwa kuwa Elohim alikuwa ametutangulia kutuwekea sisi kitu kilicho bora, ili wao wasikamilishwe pasipo sisi. Wanangojea nani? Sio sisi. Mimi. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Ati Elohim hawakufanywa hawakupewa ile taji ili wasikamilishwe pasipo sisi. Kwani hiyo taji watapewa lini? Timotheo wa kwanza 2:4 aya yake ni 6. Paulo anasema mna gani? Hiyo taji watapewa lini? Hiyo taji itapewanwa lini? Taji hiyo itapewanwa lini? Soma. 4:6. Wa pili 4:6. Inasemaje? Wa pili 4:6 yasema, ndio. Kwa maana ni hapo. Ndio. Kwa maana mimi sasa namiminiwa na wakati wa kufariki kwangu umefika. Ndio. Nimevivika vita vizuri vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Baada ya hayo nimewekewa taji ya haki. Sasa mpaka tumetunga hivi, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Hiyo ipo mnajua? Ndio namna gani? Mpaka inakuwa na pesa. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Na anasema amewekewa taji. Kisha anasema ya kwamba amepewa. Paulo anasema ya kwamba sasa damu yangu inamiminwa na wakati wa kufariki kwangu umefika. Vita nimepigana vilivyo vizuri. Imani nimeilinda. Na alafu baada ya hayo nimewekewa taji ya haki. Baada ya hayo nimewekewa. Sikiza hapa. Taji ya haki ambayo nikifa nitapewa ama namna gani? Ambayo Elohim mhukumu mwenye haki atanipa siku ile, wala si mimi tu, bali na watu wote pia waliopenda kufunuliwa kwake. Haleluya. Taji itapewa siku ngapi? Moja. Baada ya hayo nimewekewa taji ambayo itapewa siku ile, sio siku ya kufariki kwake, siku ambayo Mwokozi atakapofunuliwa. Haleluya. Hiyo ndio watu watapewa taji ambapo Mwokozi atakapofunuliwa. Si wakati umekufa kama ulikuwa mwenye haki unaona kama umepewa taji. Hapana, ni wakati ambapo Mwokozi atakapofunuliwa, na atafunuliwa wakati mmoja. Wote ambao wamekufa makaburini, tunajua kupitia maandiko ya kwamba ndio watapewa siku hiyo. Kwa hivyo kuna siku ambayo imewekwa, wapendwa. Hebu nanya mwige, kuna siku ambayo imewekwa ambao watu wote watapokea nini? Ndipo Paulo akasema ya kwamba sio mimi tu nitapewa, lakini watu wote wapendao kufunuliwa kwake Mwokozi Yeshua. Bwana asifiwe sana. Amen. Tusikie Mwokozi. Petro amesema ya kwamba Daudi alikufa na hakupaa kwenda wapi? Mbinguni. Mwokozi wakati alipotoka mbinguni akakuja hapa kutuokoa, aliacha watu wangapi mbinguni? Yohana 3:13. Tusikie Mwokozi anatoa ushuhuda. Aliwacha kwa watu wangapi? Hata Elija hayuko mbinguni, hata Enoko. Tutafute tutakufundisha. Bwana asifiwe sana. Aliacha watu wangapi huko mbinguni? Tusikie 3:13 Yohana. Yohana 3:13 yasema hivi. Ndio. Wala hakuna mtu aliyepaa mbinguni. Ngoja kwanza koma. Hakuna mtu aliyepaa kwenda wapi? Nani amesema hivyo? Mwokozi wetu. Anatoa ushuhuda. Yeye alikuwa mbinguni. Akashuka kwa sababu ya dhambi zetu ili akuja tuokoe. Anasema ya kwamba hakuna mtu aliyepaa kwenda wapi? Mbinguni. Kwa hivyo hata Ibrahimu hayuko wapi? Yuko mbinguni. Hata Musa hayuko wapi? Hayuko mbinguni. Na Mwokozi amesema hakuna mtu aliyepaa kwenda mbinguni. Kwa hivyo watu ambao wanajengewa kanyumba pale kwa kona, sijui kwa mbinguni kuna kona. Anajua sijui kanyumba kama tofali, sijui kama ni kamawe, sijui kama ni kanyasi. Sijui namna gani hiyo maneno, sijui maandiko gani wanasomaga. Bwana asifiwe sana. Maandiko yanasema ya kwamba Mwokozi amesema hakuna mtu aliyepaa kwenda wapi? Mbinguni. Lakini huyu mnyama ambaye ndio sasa watu watamwabudu,
wakamuabudu. Tumesikia wakati wa Nebukadneza. Nebukadneza alisema Danieli 3. Yeye aliweka sanamu ambayo haiko inaongea. Hapo tunakuta akina Mishaeli, Azaria, Anania, watu wa mataifa wanaita Shadraka, Meshaki na Abednego. Hapo ndio walipo kwenye tanuru la moto. Maana walikataa kuinamia ile sanamu. Maana amri ya pili inasema ya kwamba usifanye sanamu ya kujichongea. Hata kama ni ya Mwokozi, wacha kutengeneza hiyo sanamu, ni makosa. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ndio nasema ya kwamba hakuna mtu aliyepaa kwenda nini? Aliyepaa kwenda. Ila nani? Ila yeye aliyeshuka kutoka mbinguni. Ila yeye aliyeshuka kutoka mbinguni ambaye ni nani? Yaani mwana wa Adamu. Huyo peke yake. Huko mbinguni hakuna mtu. Iko Baba wetu wa mbinguni. Iko Mwokozi wetu. Tutajua na watu gani wako. Kuna watu ambao wanasema hata 24 elders wako wapi? Hawako mbinguni. Ukisema Ufunuo ile, hii ni ufalme, inaongea mambo ya ufalme ya miaka 1000. Hao 24 elders ndio watakuwa ni kama cabinet ya nani? Ya Mwokozi wetu. Baba asifiwe sana. Amen. Hata zile viumbe vine tutakuja kujua hizo ni falme ambazo zitakuwa hapa duniani wakati wa miaka 1000 ngapi? 1000. Kwa hiyo hakuna viumbe vine zinasema ati hazipumziki usiku na mchana zikisema unastahili, unastahili. Nani alikwambia mbinguni kuna giza? Unastahili usiku na mchana. Angalia, hakuna. Itakuwa wapi? Hapa duniani. Maana katika ufalme wa miaka 1000 kutakuwa na giza na asubuhi. Kwa nini? Kwa sababu miaka 1000 itajulikana namna gani imeisha. Kwa sababu bado kalenda itakuwepo. Haleluya. Kwa hivyo maandiko inasema ya kwamba kule mbinguni hakuna kitu kiko kule isipokuwa Elohim Baba wetu wa mbinguni na Mwokozi wetu. Hivyo ndivyo Mwokozi amesema, ila yeye aliyeshuka kutoka wapi? Mbinguni. Hakuacha mtu. Enoko haiko huko, Elijah haiko huko. Soma katika kitabu cha Danieli 12. Kwani wako wapi? Akina Elijah na akina nani? Na akina Enoko, Ibrahimu, Musa wako wapi? Danieli 12 yake ni ya pili. Naendelea kumalizia. Inasemaje? Kabla hujafika pale, soma kitabu cha Isaia 26, aya yake ni 19. 26 Isaia aya yake ni 19. Inasemaje? 26:16. 26:19. 19 yasema hivi. Ndio. Wafu wako wataishi. Ati wafu wako wataishi. Kwa hivyo kutafika wakati wafu wote watakuwa na gani? Wataishi. Halafu maiti zangu zitafufuka. Maiti zitafufuka kutoka mbinguni hapa duniani. Kwa nini? Amkeni, kaibeni nyinyi mkao mavumbini. Kwa maana umande wako ni kama umande wa mimea, nayo ardhi itawatoa waliokufa. Bwana asifiwe sana. Amen. Ati amkeni. Wanaamshwa kutoka wapi? Kutoka makaburini. Kutoka mavumbini hapo. Ati nayo ardhi itatoa waliokufa. Kwa hivyo sasa umeanza kubadilisha. Kama unasemaga mtu sasa, shosho wetu alikuwa mtu wa Rosario sana. Alikuwa anasema ili salamu ya Maria, alikuwa anamsalimia sana. Salamu Maria, umejaa rehema, umebarikiwa kuliko wanawake wote, utuombee sisi. Maria alikuwa ati Maria mtakatifu, mama wa Mungu. Nani alikwambia Mungu ana mama? Mungu hakuzaliwa. Haleluya. Shalom. Ati mama wa Mungu. Tuombee sisi hata ukifa uombewe. Baada ya kufa mambo yako imeisha. Matendo yako itakuwa na gani? Itakufuata. Na hakuna maombi ya kutakasa ukifa. Kama ulikuwa mlevi, ulevi wako itakufuata. Kama ulikuwa mwizi, wizi wako utakufuata. Kama ulikuwa mwasharati, uasharati wako utakufuata. Kama ulikuwa mwabudu sanamu, uabudu wako utakufuata. Kama ulikuwa mchawi, uchawi wako utakufuata. Padri atakija mahali pale, ama pastor, ama bishofu, hakuna kutakasa, hakuna ibada ya wafu. Hakuna. Ukishakufa umekufa. Bwana asifiwe sana. Hakuna ibada ya wafu. Sasa watu ambao wanakuliwa na samaki wanakufia kule ziwani, walifanyia ibada na nani? Watu ambao ndege kianguka wanakuwa naangamia wote, walifanyia ibada na nani? Hakuna ibada ya nini? Ya wafu. Hakuna. Ukishakufa matendo yako inakufuata. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo maandiko inasema namna gani? Ya kwamba ati ardhi itatoa watu ambao wamefanya gani? Waliokufa.
Si ati kwa mbinguni kutatoka watu, hapana, ardhi itatoa walio. Lakini huyu mnyama, hii ufalme imefundisha watu mafundisho mapotofu. Ndipo Paulo akasema ya kwamba Roho asema waziwazi, nyakati za mwisho watu wengine watajitenga na imani, wakifuata roho zidanganyazo na mafundisho ya nini? Hiyo ni kati moja ya mafundisho ya kudanganya watu. Wataenda wapi? Mtu akifa anaenda piga? Hakuna wenye haki, wenye dhambi, wote wako wapi? Mavumbini. Ndipo maandiko yakasema ya kwamba ardhi itatoa waliokufa. Kwani itakuwa namna gani siku hiyo? Danieli 12 yake ni ya pili. Tunataka tuwe na ushuhuda mwingi, ili ukienda utaambia mtu si andiko moja lilisomwa, ni maandiko yalisomwa. Inasemaje? 12 yake ni ya pili, Danieli. 12 Danieli aya yake ya pili yasema, ndio, tena wengi wa hao walalao katika mavumbi, si wachache, wengi wa hao walalao katika mavumbi watamama na gani? Ya nchi, wataamuka wengine wapate uzima wa milele. Hoja sasa, kuna vikundi ngapi? Kikundi cha kwanza, wengi hao walalao mavumbini wataamuka, wengine wapate wengine wapate uzima wa milele. Hao ambao watapata uzima wa milele wako wapi? Sasa wako wapi? Wako mavumbini. Ati siku hiyo wengi walao mavumbini watafanya gani? Watafufuka ama wataamuka. Wapate wenye haki wapate uzima wa milele, na waovu wengine aibu ya kudharauliwa milele. Kwa hivyo wenye haki na waovu wote wako wapi? Kaburini na mavumbini. Wengine wapate aibu na kudharauliwa. Itategemea matendo yako. Na pengine uipelekwa mpaka purgatory. Unajua kuna watu wanaamini ukifa unakaa purgatory. Inaitwa purgatory. Unakaa pale. Purgatory ndio nini? Sasa mhubiri ama mchungaji atakuja ama padri ama nani, akuja atoe dhabihu na kuna pesa ambayo anapewa kwanza. Sasa ili ukubalike uingie. Pale unakaa siku kadhaa ama miaka kadhaa. Sasa je, familia mnaenda mnaita padri ama pastor ama mhubiri. Sasa mtu wetu kwa sababu bado wako purgatory. Tunataka sasa aende wapi? Uzimani. Nai. Wewe, hiyo kazi sio ya pastor. Hata Mwokozi alisema wakati Yohana wa Zebedeo pamoja na Yakobo, sijui mzazi wao alisema ya kwamba akubali mmoja akae mkono wa kulia, mwingine mkono wa kushoto. Masihi alisema ya kwamba kukaa mkono wa kulia na mkono wa kushoto sio kazi yangu, ni kazi ya nani? Elohim. Baba asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo pasta hana nguvu na uwezo ya kufanya uingie ufalme. Uwezo na nguvu ni matendo yako na vile baba wetu atakavyokuwa anaona inafaa. Tumalizie ndugu. Sasa wakati watakapokuwa wamefufuka, nani atakuwa amekuja wakati huo? Atakuja na nani? Kitabu cha Wathesalonike wa kwanza 4:16 ninaenda kama namalizia sasa. Sasa watafufuka siku gani hao watu? Wathesalonike wa kwanza 4:16. Wa kwanza 4:16 yasema hivi. Ndio. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni. Umesikia sasa, shika hapa ndio point. Kutoka mbinguni nani anashuka? Mwokozi mwenyewe anashuka kutoka wapi? Mbinguni. Atashuka na nini? Pamoja na mwaliko. Na sauti ya malaika mkuu. Kuna ule mwaliko atakuwa na pamoja na sauti ya malaika mkuu. Alafu na parapanda ya Elohim. Itakuwa namna gani? Nao waliokufa ndio katika Mesaya watafufuliwa. Umesikia wako mbinguni? Watafanya namna gani? Watafufuliwa. Ambao wamekufa ndani ya nani? Ndani ya Mesaya. Ambao wamekufa ndani ya Mwokozi wetu watafufuliwa. Wao hawatoki mbinguni. Hawatoki mbinguni. Watafufuliwa. Kwanza kwa sababu wako wapi? Wako mavumbini. Wako mavumbini akina Danieli. Wakati pale itakapokuwa imepigwa watafufuka. Ibrahimu afufuke, Hosea afufuke, Yeremia afufuke, Zekaria afufuke. Haleluya. Sasa wewe Bwana asifiwe sana. Watafufuka. Si ati watatoka mbinguni. Mwokozi ndiye anatoka mbinguni. Na tuangalie watatoka na kina nani mbinguni? Ama sivyo ndugu? Tusikie kama watakuja na kina Ibrahimu. Ati na Musa alikuwa na ile kinanda, na ile kinubi. Ati Musa unajua atashuka kutoka mbinguni na kuja na kibidi atapiga. Tumesikia ni malaika mkuu. Malaika mkuu ni nani? Si ni Mikaeli? Na parapanda ya Elohim itapigwa. Waliokufa kusoma katika Yohana 5, waliokufa watafufuka, makaburi itatoa wafu. Ama sivyo wanataka amesema. Ati saa inakuja ambao walio makaburini watasikia sauti yake
na watafufuka. Haleluya. Amen. Umesikia kuna kwenda mbinguni kupitia hayo maandiko? Tuendelee. Tunamalizia. Kisha sisi tulio hai. Kwa hivyo kuna watu mara mbili. Kuna watu ambao wamekufa wako ndani ya Mwokozi, hao ndio wanafufuka kwanza. Si watu wote wanafufuka. Watenda dhambi wamebaki kaburini. Ukisoma katika kitabu cha Ufunuo 5, Ufunuo 20, aya yake ni ya 6, inasema ya kwamba hao wafu wengine hawakuwa nini? Hai. Wale ambao walikufa wakiwa watenda dhambi wanabaki makaburini. Ambao wamekufa wakiwa ndani ya Mwokozi ndio watafufuka kwanza. Alafu sisi, Paulo anasema hivyo, alikuwa akijua kwamba Mwokozi anaweza kuja wakati huo akiwa hai. Sisi leo hivyo tunasoma maandiko yale. Sisi ambao tuko hai, ambao tunajua na nani na Mwokozi wetu, tukafanya namna gani? Kisha sisi tulio hai, tuliosalia, tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu, ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Haleluya. Sasa hapo ndio pia inatokea mafundisho mengine ambayo ya kishetani. Maandiko yamesema ya kwamba sisi tulio hai tubadilishwe nini? Mili, tumuraki. Tunamuraki nani? Kumuraki ni kusema gani kwa Kiingereza? To meet, na si nyama, to meet. Bwana asifiwe sana. Wewe ndugu, unatoka Nairobi, rudi nyuma kidogo. Unatoka Nairobi, unakuja kunitembelea. Unakuja kwangu. Shalom. Sasa mimi nataka kwenda kukuraki Nakuru town. Sikuje. Sasa unakuja kunitembelea. Nikimuraki, tutarudi Nairobi ama tutarudi kwangu? Sasa Mwokozi anaturaki ama sisi tunamuraki? Haleluya. Amen. Sisi ndio tunamuraki. Tutakuja kufundisha hiyo nyingine. Tukimuraki tutaenda wapi? Bwana asifiwe sana. Amen. Leo hivi kwa tatujua kwamba wafu, mtu akifa anaenda wapi? Sisi tukimuraki tutaenda wapi? Maana maandiko yamesema ya kwamba tutamuraki wapi? Mawinguni. Mawinguni. Unajua kuna mawingu na kuna mbingu, kuna nini? Mawingu ni hii tunaona hapa. Mawingu inakuja wakati ya mvua. Iko pale imekaa tu namna hiyo. Kwa hivyo maandiko tunapomalizia watakuja na nani ndugu? Wathesalonike wa pili 1:7. Nimemaliza. Wathesalonike wa pili 1:7. Mwokozi atashuka na nani kutoka mbinguni? Wa pili 1:7. Wathesalonike wa pili 1:7. 1:7 yasema hivi. Ndio. Na kuwalipa. Na kuwalipa ninyi. Hebu anza ya 6. Aya 6 yasema. Ndio. Kwa kuwa ni haki mbele za Elohim. Yes. Kuwalipa mateso wao watesao ninyi. Endelea. Wathesalonike wa pili 1. Umeweza 6. Kwa kuwa ni haki mbele za Elohim kuwalipa mateso wale wanao wawatesao ninyi. Ndio. Na kuwalipa ninyi mteso wao la pamoja na sisi. Ndio. Wakati wa kufunuliwa kwake Yahshua Masihi. Sikia, tutalipa wakati gani? Wakati Mwokozi atakapofunuliwa kutoka wapi? Kutoka mbinguni. Endelea. Kutoka mbinguni pamoja na kina nani? Kutoka mbinguni pamoja na malaika na uwezo wake. Bwana asifiwe sana. Amen. Watakuja na kina nani? Mwokozi atakuja pamoja na nani? Na malaika. Kwa hivyo hakuna watu wako mbinguni. Watu wote ambao walikufa, hata kama ambao wameshikilia imani kwa wenye haki, maandiko yamesema wako wapi? Mafumbini. Baba asifiwe sana. Kwa hivyo tujihadhari na mafundisho ya huyu mtu. Tulisema Mathayo 24:20 nikasema ya kwamba kutatokea makristo uongo na manabii wa nini? Wa uongo. Na watadanganya watu. Wako wamedanganya watu. Hiyo ni fundisho moja. Sasa tumesikia tuko mawinguni, tuko hewani. Wakati huo tukija, tutajua ya kwamba tukiwa mawinguni tutaenda wapi? Haleluya. Amen. Tumesikia mtu akifa anakuwa wapi? Wako wapi? Hakuna wapi? Lakini wakati itafika parapanda jamaa na gani? Itapigwa. Italia na waliokufa wakiwa ndani ya Masihi watafufuka. Wamuraki, je, wataenda wapi? Haleluya. Amen. Tuombe pamoja na walio nyumbani na walio nchi za nje. Funga hiyo milango, tusimame tuombe tafadhali. Haya, tunaomba. Tunakushukuru, tunakuhimidi, tunakuinua ewe Baba Muumba mbingu na nchi.
Tunasema ni asante kwa sababu Baba wetu ya kutujalia tukaweza kuwa nafsi hai. Maana kwa wakati huu Baba wetu kuna ambao wameshafanyika maiti, kuna ambao mtakatifu wako mstahili hawawezi. Kuna ambao wamepatwa na majanga aina mbalimbali, ila sisi ambao umetufanikisha tukaweza kuwepo mpaka wakati huu, tunasema ni asante Baba wetu kupitia Rasho Mesaya. Tunakushukuru kwa sababu ya kutupa nguvu na uwezo wa kuja katika nyumba yako mtakatifu wa Israeli. Maana hiyo ndio ilikuwa matamanio yetu, maana katika nyumba hii ndio huwa tunafarijiwa. Katika nyumba hii ndio huwa tunaonywa, katika nyumba hii ndio huwa tunainuliwa katika mambo ya kiroho. Katika nyumba hii Baba ndio huwa tunasamehewa dhambi zetu. Katika nyumba hii ndio Baba wetu huwa tunaponywa katika magonjwa ambayo tunayopitia na shida ambazo tunazopitia. Tunakuinua na kukuhimidi kwa sababu ya kutupa ruhusa Baba wetu kupitia Rasho Mesaya. Tazama wote ambao tumekuwa tukiandamana pamoja nao kuhusiana na ujumbe ambao tumekuwa nao mtakatifu wa Israeli. Maana katika dunia hii Baba wetu uongo wa mafundisho umejaa katika ulimwengu huu. Ila sisi tunakushukuru sababu ya kutufunulia siri mtakatifu wa Israeli. Hata kwa wale ambao wako manyumbani na nchi za nje na pia ambao wako hapa mtakatifu wetu, ambao pengine walikuwa wameelewa jambo hilo katika njia ambayo haifai mtakatifu wa Israeli. Asante kwa sababu ya kuwafunulia Baba wetu kupitia Rasho Mesaya. Tunakuomba Baba wetu uendelee kutufunulia mambo zaidi ili tuweze kujua mafundisho ya kweli ni yapi mtakatifu wa Israeli, ili tuweze kuishi maisha ya usafi na utakatifu Baba wetu kupitia Rasho Mesaya. Walio manyumbani ambao ni wagonjwa, tuitishe uponyaji kutoka kwako Elohim wa Israeli, ukapate kuwaponya kupitia Rasho Mesaya. Ambao wanapitia shida ina mbalimbali Baba wetu, ukaweza kukutana mahitaji yao mtakatifu wa Israeli, ili ukaweze kuwatimizia kadri jinsi ambavyo utaona ni vyema Elohim wetu kupitia Rasho Mesaya. Kuendelea mbele ni uwezo na nguvu zako mtakatifu wa Israeli. Hata tunapoingia katika kipindi cha kusifu Baba wetu, ukaweza kutamaki katika maisha yetu. Na nikutegemea jina safi la Mesaya Yashua, tumeomba na tumeamini. Kwa hivyo kama mtaketi chini, nataka tusifu pamoja na walio nyumbani. Tumsifu Baba wetu kwa nyimbo kadhaa ambazo Baba wetu atatuwezesha. Wageni wetu tusifu pamoja. Kipindi hicho tukifika basi mambo itakuwa sawa sawa. Nikumsifu Baba wetu. Karibuni katika sifa. Yeah.
Thank you.
Haleluya. Wewe ni mwema. Tunakutukuza. Tunakushukuru, tunakuhimidi, tunakutukuza. Baba wetu, kwa wema wako, fadhili zako na hata kwa sababu ya ukuu wako. Asante Elohim wetu kwa sababu ya kutuvumilia jinsi ambavyo tulivyo mtakatifu wa Israeli. Na kwa upendo wako mwingi na rehema Baba wetu na uaminifu wako. Baba wetu umepelekea tukaweza kuona muda mwingine mtakatifu wa Israeli. Na ukatupa nguvu na uwezo na pumzi ukaweza kuruka mbele zako Baba wetu. Na hata kucheza na kutoa sauti ambazo za kupendeza mtakatifu wa Israeli. Tunakusihi tunakuomba ukaweza kuikubali ibada hiyo mtakatifu ambayo ni ya kukuimbia. Jina lako likaendelea kutukuka kuinuliwa Baba wetu kupitia jina la Mesaya. Tunakushukuru kwa sababu ya wote walioingia katika nyumba hii Baba wetu. Nikiwaombea Baba wetu nikuaitishia baraka kutoka kwako Elohim wa Israeli. Na hata Baba wetu kwa huruma na neema zako mtakatifu wa Israeli ukapata kukutana mahitaji yao Baba wetu kupitia jina la Mesaya. Tutakapokuwa tunaendelea Baba wetu hadi jioni mtakatifu wetu, tunaitisha nguvu na uwezo za Roho Mtakatifu wa Elohim wa Israeli. Tunaitisha Baba wetu kaweza kutamaki mahali hapa, na wewe ishara na miujiza Baba wetu mtakatifu wa Israeli zikapata kuandamana pamoja nasi Elohim wetu kupitia jina la Mesaya. Walioingia wakiwa wagonjwa katika nyumba hii Baba wetu kwenye madhabahu yako mtakatifu wa Israeli, na kuomba na kusukaweza kuwaponya mtakatifu wa Israeli, maana nguvu na uwezo wa uponyaji Baba wetu kutoka kwako, ambao wameingia wakiwa hawana furaha Baba wetu. Ninakusihi na kwamba kaweza kuwapa furaha ya wokovu, ambao wameingia kama hawana amani mtakatifu wa Israeli, ukapata kuwapa amani Elohim wa Israeli, ambao ndio wazao hazina amani Baba wetu, ambao tunaendelea kusabahatika mtakatifu wa Israeli, waliowaunganisha Baba wetu zikaendelea kuwa imara Baba wetu kupitia jina la Mesaya. Baba wetu tunakuomba kwa ajili walio manyumbani ambao wamekuwa wakipeleka pamoja nasi, tunaitishia baraka kutoka kwako Elohim wa Israeli, ili ukapate kuwabariki na kuwainua, na kwa ambao hawaja kujua mtakatifu wa Israeli ukapate kuadhirisha neno lako la kweli, ili wakapate kuokoka kupitia jina la Mesaya. Kuendelea mbele mkono na hata uwezo wako kudumu katika wokovu Baba wetu, ni kwa sababu ya huruma na neema zako mtakatifu wa Israeli, na ni kupitia jina safi la Mesaya acha tumeomba tumeamini. Amen. Tunashukuru. Asante. Asante. Kwa hivyo tunasema ni kwaheri kwa wale walio nyumbani ambao wamepata kuandamana pamoja nasi. Najua kwamba wako pale manyumbani na wamekuwa wakisema ya kwamba tumekuwa baraka kwao, nasi tunaamini ya kwamba pia wamekuwa baraka kwetu. Kwa hivyo walio manyumbani, walio nchi za nje, kwaherini. Sisi tutaendelea mahali hapa hadi Sabato ijayo, iwapo ni mapenzi ya Baba. Kwaheri na